Asubuhi ilichomoza taratibu juu ya ziwa Victoria, upepo mwanana ukipita mitaa ya Manyatta. Ndani ya nyumba ya bati, Amani, mvulana yatima wa miaka 16, alikaa kimya akitazama kikombe chake cha chai baridi. Tangu baba yake, Mzee Oduor, afariki, maisha yalibadilika. Mama wa kambo, Bi Rehema, aliingia nyumbani kwa sauti ya mamlaka na ratiba kali. Amani, usiku mzima ulikuwa wapi akili? Aliuliza bila kusubiri jibu. Amani alinyamaza, maneno yalikuwa hatari. Majirani walimjua kama mtoto mnyenyekevu, mchapakazi sokoni, lakini ndani ya nyumba alibeba mzigo wa lawama, kazi nzito na ukimya. Bi Rehema alipenda kuzungumzia usalama wa familia, bima na akiba ya baadaye, akisema ni kwa ustawi wa wote, lakini vitendo vyake viliacha Amani bila sauti. Siku hiyo, Amani alipewa kazi ya kuuza samaki haraka ili kulinda biashara ya familia. Aliondoka na ndoo, macho yake yakitafuta tumaini. Hakujua kuwa siku hiyo ingeweka mbegu ya safari ndefu ya majaribu, watu wapya na ukweli uliofichwa, ambayo ingeibuka baadaye sana. Sokoni, sauti za wauzaji zilichanganyika na kelele za bodaboda. Mama Nyar Aching, mfanyabiashara mkongwe, alimuona Amani akijitahidi kuuza. "Kijana, kaa hapa kivulini," alisema kwa sauti ya huruma. Walizungumza juu ya shule, ndoto na heshima. Amani hakusema mengi kuhusu nyumbani. Alijua watu wazima hawapendi hadithi ndefu. Lakini Mama Nyar Aching alisoma kimya chake. Maisha ni safari ndefu, mipango ya kustaafu, uwekezaji mdogo, hata afya, vyote huanza na mtu kukujali, alisema. Maneno hayo yalimkaa moyoni. Mchana ulipokaribia, Mwalimu Otieno, rafiki wa marehemu baba, alipita. Walikumbatiana kwa macho. "Ukipata shida, njoo unionee," alisema. Amani alitikisa kichwa. Alirudi nyumbani na pesa zote, akitumaini pongezi. Badala yake, Bi Rehema alichukua ndoo na pesa bila tabasamu. "Kesho mapema," alisema tu. Ndani ya kifua cha Amani, tumaini lilipigana na hofu. Lakini sokoni kulikuwa na watu waliomuona. Hilo lilitosha kumfanya aendelee. Usiku ulipoingia, mvua nyepesi ilinyesha. Amani alisoma chini ya taa hafifu. Bi Rehema aliingia na faili la karatasi. "Haya ni masuala ya mali, ardhi na biashara," alisema. "Usiulize." Amani alishangaa kwa nini jina lake lilitajwa mara kwa mara. Alipouliza kwa heshima, sauti ilibadilika. "Usivuke mipaka," Bi Rehema alikata kauli. Kimya kilitanda. Kesho yake, Amani aliitwa Kondele na mtu asiyejulikana. Bwana Karanja, dalali wa ardhi, alizungumza kwa siri. "Baba yako alikuwa na kitu aliniachia nikukupe," alisema. Kabla hajamaliza, Bi Rehema alitokea. "Amani, nyumbani sasa." Moyo wa Amani ulidunda. Kulikuwa na kitu kikubwa kinachofichwa, kitu cha thamani, labda uhakika wa kifedha, labda urithi, lakini hakujua ni nani wa kumwamini. Alirudi nyumbani akijua maswali yake yalikuwa yamefungua mlango usingefungwa. Siku chache baadaye, Amani alitumwa Kakamega kwa shangazi Bi Salome. Huko, wazee walikaa chini ya mti wa mkuyu. Walizungumza polepole, kwa heshima. Mwalimu Otieno alipita. "Baba yako alikuwa na mpango wa bima, akiba ya elimu na kipande cha ardhi," alisema. "Alisema utapewa ukikomaa." Amani alitetemeka. Sasa alielewa kwa nini karatasi zilikuwa siri. Bi Salome alimshika mkono. "Ukweli haukimbii, lakini uvumilivu ujenga." Walimshauri asikimbii, asivunje heshima na aweke kumbukumbu. Usiku huo, Amani aliandika barua, si ya lawama, bali ya maswali. Alijua mwisho ungekuwa mgumu, lakini pia alijua kuna watu wazima wanaomlinda, wanaoamini katika usalama wa familia, afya na haki. Mwanga ulikuwa umeanza. Amani alirudi Kisumu na barua mkononi. Bi Rehema aliposoma barua, uso wake ulibadilika. "Umeanza kusikiliza nani?" Amani alisimama wima. "Nataka ukweli." Majirani walikusanyika. Mwalimu Otieno na Mama Nyar Aching walikuwepo. Bi Rehema alijaribu kubadilisha mada, biashara, gharama, uwekezaji, lakini sauti ya jamii iliongezeka. Ukweli ulianza kujitokeza, pole pole. Amani hakushangilia, alisikitika. Alijifunza kuwa nguvu ya hadithi si kulipiza, bali kuponya. Hatima yake ilikuwa karibu kubadilika, lakini bado kulikuwa na safari ndefu mbele.
Mwisho wa sehemu hii haukufunga kila kitu. Ulichofungua ni mlango wa haki, subra na tumaini. Je, Amani atapata kilicho chake bila kuvunja familia? Je, Bi Rehema atakiri? Siku chache baadaye, nyumba ilikaa kimya kuliko kawaida. Bi Rehema alianza kubadilika. Hakuwa mkali tena, lakini macho yake yalibeba mzigo mzito. Amani aliona tofauti hiyo, lakini hakushangilia. Alijua ukweli huumiza kabla haujaponya. Jioni moja, Bi Rehema alimuita. Amani, kaa chini, alisema kwa sauti iliyopungua nguvu. Nilipokuja kwenye maisha ya baba yako, nilikuwa na hofu. Nilijilinda kwa njia mbaya. Amani alisikiliza bila kukatiza. Alikumbuka kazi nzito, maneno makali na upweke. Lakini pia aliona mwanamke aliyekuwa anaishi kwa hofu ya kupoteza usalama wa kifedha, biashara na heshima ya jamii. Nilidhani nikidhibiti kila kitu, familia itakuwa salama, Bi Rehema aliendelea. Lakini nilikukosea. Maneno hayo hayakufuta maumivu, lakini yalifungua njia. Amani alisimama. Nataka haki, lakini pia nataka amani, alisema. Ilikuwa kauli ya mtu mzima. Ndani ya chumba hicho, mzigo wa dhamira ulianza kupungua. Mkutano uliitishwa chini ya kivuli cha mti wa mwarobaini. Wazee, majirani na marafiki wa marehemu walikusanyika. Mwalimu Otieno aliongoza kwa hekima. Kesi kama hizi huhusu urithi, akiba na heshima ya familia, alisema. Lakini zaidi huhusu watoto. Bi Rehema alisimama mbele ya wote. Hakujitetea. Alikiri makosa, akakubali kurekebisha. Wazee walitoa uamuzi wa haki. Mali igawanywe kwa uwazi, bima ya elimu itolewe kwa amani na ardhi isimamiwe kwa uaminifu hadi akomae. Amani alihisi kifua chake kikifunguka. Hakupata kila alichopoteza, lakini alipata sauti. Mama Nyari Achieng alimkumbatia. Hii ndiyo nguvu ya jamii, alisema. Uamuzi huo haukuwa mwisho, bali mwanzo wa kujenga upya. Jamii ilisimama kama ngao, ikihakikisha usalama wa familia na mustakabali wa mtoto. Mwaka uliofuata, Amani alipata nafasi ya kusoma Nairobi. Aliondoka Kisumu na mkoba mdogo, lakini moyo mkubwa. Bi Rehema alimpa barua ya heri. Nifunze kuwa bora, aliandika. Nairobi ilikuwa haraka, lakini Amani alikumbuka mizizi yake. Alifanya kazi ndogo, alihifadhi, aliheshimu afya na akajifunza kuhusu uwekezaji wa baadaye. Alikutana na watu waliomwamini. Kila likizo alirudi nyumbani. Uhusiano ulijengwa upya kwa hatua ndogo. Hakukuwa na miujiza ya haraka, lakini kulikuwa na ukweli. Usiku mmoja alipokea simu kutoka Kisumu. Bi Rehema alikuwa mgonjwa. Amani alisafiri haraka. Alimkuta kitandani, macho yakiwa na majuto. Ulinifundisha ujasiri, alisema. Amani alishika mkono wake. Kila mtu hujifunza, alijibu. Ilikuwa ahadi ya kuendelea. Baada ya kuhitimu, Amani alirudi Kisumu kama mtu aliyekomaa. Alianzisha biashara ndogo ya vijana, akisisitiza akiba, bima na usalama wa familia. Jamii ilimkubali kama kiongozi mchanga. Bi Rehema alisaidia kikimya. Hakutafuta sifa. Alirekebisha uhusiano wake na majirani. Siku ya kumbukumbu ya mzee Odur, familia ilikusanyika. Amani alizungumza kwa sauti thabiti. Urithi si mali pekee, alisema, ni maadili. Kulikuwa na macho ya faraja. Watu waliona safari, kutoka maumivu hadi matumaini. Hakuna aliyesahau, lakini wote walisamehe kwa kiwango alichokuweza. Kisumu ilionekana mpya, ingawa ilikuwa ile ile. Mabadiliko yalikuwa ndani ya watu. Jioni iliposhuka, Amani alitembea kando kando ya ziwa. Alikumbuka siku ile ya kwanza sokoni, chai baridi na ukimya. Sasa alikuwa na sauti na kusudi. Aliandika barua kwa vijana yatima. Ukweli unaweza kufichwa, lakini haupotei. Jilinde kwa hekima, jifunze, heshimu jamii. Bi Rehema alikuja taratibu. Asante kwa kunipa nafasi ya pili, alisema. Amani alitabasamu. Urithi wa kweli ni kubadilika. Hadithi yao haikuwa ya kulipiza kisasi, bali ya kuponya. Ilifundisha kuwa usalama wa kifedha, elimu na afya vina maana tu acknowledging utu. Na hivyo
mtoto yatima aliyedhulumiwa aligeuka kuwa nguzo ya jamii. Mwisho haukuwa mshindo wa kelele, bali sauti ya amani inayodumu.